Tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya ni kwamba Agano la Kale walitembea na Mungu kwa umoja. Yaani Mungu alikuwa anakaa kwenye mahusiano ya umoja. Yaani ulikuwa unamuona Mungu kwa sababu ya wewe umezaliwa na nani na uko kwenye ukoo wa nani. Hali kadhalika pia ilikuwa inaangalia ni nani anayekuongoza. Kwa mfano, ule uzao wa wana wa Israeli wote ambao walichukuliwa kutoka Kanaani, walichukuliwa kutoka Misri wakaingizwa katika nchi ya ahadi ya Kanaani. Ukifuatilia vizuri wale jamaa, kuna watu ambao ndani yake walikuwa hawamwamini huyu Mungu na wengine walikuwa hawamjui huyu Mungu, lakini kwa sababu ya mahusiano yaliyokuwepo kwa Ibrahimu, Mungu aliamua kutembea na kile kizazi kwa sababu ya mahusiano ya baba yao. Kuna mahali tunaelewana vizuri, kuna mahali tunaenda sambamba, na kuhakikishia ndani ya kundi la wana wa Israeli walikuwepo ambao walikuwa hawamjui Mungu vizuri na ambao walikuwa hawamwamini Mungu. Na ndio maana ukifuatilia katika kundi la wana wa Israeli, wengi pia walikuwa ni wabishi kuondoka kutoka nchi ya ya Misri kuelekea nchi ya ahadi. Ila Mungu alilazimika kuwavumilia na kuwachukua kwa sababu ya baba yao Ibrahimu, kwa sababu Ibrahimu alifanya mambo mema mbele za Bwana. Katika Agano la Kale, Mungu aliweza kuwajali watoto kwa sababu ya mema aliyoyafanya baba yao. Katika Agano la Kale, kwa sababu wewe ni Myahudi, kwa sababu wewe ni wa uzao wa Ibrahimu, ilikuwa ni automatically unahesabiwa haki kwa ajili ya babu yako ama baba yako mzee Ibrahimu. Kwa hiyo haijalishi wewe unamwamini Mungu kiwango gani ama haumwamini kabisa, lakini ile haki kwa sababu ya baba yako mzee Ibrahimu ilitembea na wewe. Kwa hiyo kwenye Agano la Kale walitembea na Mungu si kwa mahusiano ya mtu mmoja mmoja, walitembea na Mungu kwa mahusiano ya kundi kwa sababu ya baba yao mzee Ibrahimu. Kwenye Agano Jipya hauwezi ukatembea na Mungu kwa sababu baba yako alikuwa mcha Mungu. Kwenye Agano Jipya unatembea na Mungu kwa mahusiano yako individual. Utanielewa? Agano la Kale watu walibebewa imani na waliweza kusaidiwa kwa sababu ya wenye imani wachache. Agano Jipya unaibeba imani mwenyewe. Kabla Yesu hajaja duniani, ili wewe uweze kusamehewa dhambi, ilitakiwa utoe sadaka na kuhani anaingia patakatifu pa patakatifu, kuhani, alafu yeye anaenda kufanya upatanisho kwa ajili yako na unasamehewa dhambi. Agano Jipya hauhitaji kuhani, unahitaji wewe kwenda mbele za Bwana na kutubu kwa ajili ya maisha yako. Manake Agano Jipya haukutani na Mungu kwa sababu ya utakatifu wa mchungaji wako. Agano Jipya ni mahusiano yako binafsi na Mungu. Kwa mchungaji wako anaweza akawa hajasimama vizuri, lakini wewe ukasimama vizuri na ukamwona Mungu. Agano la Kale ilitegemeana sana na uaminifu wa mchungaji wako, kwa sababu kuhani ndiye aliyefanya upatanisho kwa damu za mbuzi, damu za kuku, damu za viumbe wengine, ili wewe upate kusikilizwa. Lakini Agano Jipya haihitaji tena kuhani, kwa sababu lile pazia la hekalu ambalo lilikuwa linakutenganisha wewe na Mungu lilishapasuka vipande viwili wakati Yesu amesema imekwisha. Kwa hiyo kuhani anabaki kuwa kiongozi tu, lakini wewe unakuwa ni kuhani wa maisha yako. Kwa hiyo ukifanya ujinga, hata kama baba yako ni mchungaji na alikuwa amenyooka, kama hautakuwa serious na huyu Mungu, hautatembea na Mungu na unaweza kufanya. Kwa hiyo kwenye Agano Jipya hakuna imani ya kubebeana. Kwenye Agano la Kale kulikuwa kuna imani ya kubebeana. Agano la Kale
walikuwa hawana namna ya kufanya chochote. Maadamu Musa ameshafanya, wao waliweza kutembea na uwepo wa Mungu. Wakati Mungu anasema nataka nikae katikati yao, ni Musa, ndio uaminifu wa Musa na namna ambavyo Musa alikaa na Mungu, na ndivyo uwepo wa Mungu uliweza kukaa pamoja nao na ukawaongoza wana wa Israeli wote kuelekea katika nchi ya ahadi. Na ndio maana kuna mahali walisumbua sana, kwa sababu imani yao haikuwataka sana wao kuamini, ila walihesabiwa haki kwa sababu ni uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Hivyo tu, kwa sababu ya baba yao, kwa sababu ya babu yao, wao wakahesabiwa haki kama taifa nini? Teule, na wakatembea na Mungu. Kuna mahali unanielewa vizuri? Kuna mahali unanielewa vizuri?